Habari za asubuhi. Nzuri. Habari za hapo Kitema? Hapa Kitema habari ni nzuri, lakini sio nzuri sana. Ndio. Kwa sababu ya magari yaliyoko hapa na jamu, daraja limekatika hapa. Wako wanatengeneza, lakini jamu ni kubwa sana. Jamu ni kubwa sana. Moja kwa moja nazungumza na Bukoba Radio. Sasa hebu tufahamishe kwa uzuri, hiyo jamu ni kubwa sana, imesababishwa na nini labda pengine? Na hiyo jamu inatokana na nini? Hakuna barabara nyingine ya kuweza kupitika? Barabara nyingine ya kupitika haipo. Iliyopo haiwezi kupita magari makubwa kama haya, lakini kama haya inaweza zikapita kupitia Bujumbura, zikaingia Kilira, zikatokezea Nsisha, zikatokezea kata Karaba Gaine, zikatokea maduka 10 pale kwa Dr. Leni. Ndio barabara ambayo inaweza ikapitika hiyo ya kupita hayo magari madogo madogo. Lakini magari makubwa yote yamesimama hapa. Sasa hivi jamu hii imeenda mpaka Kemondo. Okay. Yote yamesimama hapa, magari yote yanayotoka Mleba huko Dar es Salaam yote yamesimama, yanayotoka mjini yote yamesimama mpaka Ibala Isibu, yote jamu iko hapo. Kwa hiyo wanaotoka mjini wanatembea kwa miguu, wanakuja wanapita hapa. Kuna trafiki wako hapa wanaongoza watu wanaotembea kwa miguu. Wakija watu wa Mleba wanafisha Kitema hapa center, wanageuza wanarudi Mleba, wanapokea Mleba. Na wa mjini wanashusha pale kwa Roikiza, wanapokea wanarudi mjini. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo, lakini pia wako wanatengeneza, wanakati ya kutengeneza, wanamwaga udongo, lakini wakimwaga udongo futi maji yanayapeleka. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa sana hapo. Kwa hiyo ni kwamba ile daraja ambalo limekatika ni ile ambalo lilikuwa limetengenezwa, hiyo barabara ambayo ilikuwa imetengenezwa ya muda. Ile ya pembeni walikuwa wameweka pembeni kwa ajili ya kutengenezea hii kubwa ambayo ilikuwepo barabara kuu. Kwa hiyo pembeni hiyo ambayo wameweka udongo, sasa yale mabomba waliweka madogo, baada ya kuweka makubwa wakaweka madogo. Kwa hiyo maji yanapita kwa nguvu, yamekosa hata sehemu ya kupita, yakabidi yapite juu ya barabara. Kwa hiyo ndio yamekata hii barabara. Okay. Kwa hiyo labda pengine hii jamu imeanza toka muda gani labda? Saa 11 mimi nimefika Kitema saa 11 na dakika 20. Alikuwepo gari la doria ya mkaa ndio imeweza kupita, na gari moja semi ya ilikuwa imebeba ng'ombe, na hiyo ndio imepita. Tangia hapo hakuna gari iliyopita tena nyingine. Iliyofuata gari ya Visisha Kemondo imebeba barafu, imeingia hapo ndio imedondoka huko kwenye maji. Ikabidi watoe barafu, sasa ndio wameivuta trekta ikaitoa, sasa ndio wapo wanamwaga kifusi. Tangia huu muda hakuna gari imepita hapa. Kwa hiyo toka saa 11 za alfajiri mpaka muda huu hakuna gari ambalo limeshavuka. Mpaka muda huu tangia saa 11 kamili trekta ile inayotoka Bukoba ya saa 11 kamili haijatoka hapa, haijapita hata kupita. Kwa hiyo bado ndio ipo imetangulia hapo kwenye maji. Kwa hiyo hakuna sehemu ya kupita nyingine. Labda pengine inapotokea adha kama hii, tunafahamu kuna vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, trafiki wanaongoza magari, wapo hapo. Wote wako hapa wanajaribu kuongoza watu wa miguu wachuke, wanawaambia watu mchuke, wanaenda Mleba, wanaenda kazini, mwende kusudi mwende mkapandie magari kule kwa Rokiza, mwende mjini, au wengine wapande waende Mleba. Wako wanaongoza na kuweza kuangalia kila ambacho kipo kinaendelea hapa kwenye hili daraja, na hao makandarasi wako wanaendelea kuona kama wataweza kumalizia. Asante sana. Pengine kwa majina labda. Lakini pia na pikipiki zilikuwa hazipitiki. Sasa hivi wameweka kifuta angalau pikipiki zinapitika, mtu anakanyaga chini anapita. Okay. Asante sana. Tunakushukuru sana. Baadaye tutakuja kuzungumza pamoja na wewe kufahamu kile ambacho kinachoendelea katika maeneo haya. Asante. Haya, asante sana, Mungu awabariki sana. Asante. Ameweza kutufahamisha juu ya hadha ambayo imeweza kupatikana katika barabara hiyo ambayo imetokea. Ni kutokana na mvua hizi ambazo zinaendelea kunyesha. Jana katika kipindi cha Zigzag nilikuwa na Christina hapa, tulizungumza na diwani wa kata ya Bakoba na diwani wa kata ya Bilele. Diwani wa kata ya Bilele alituambia adha ambayo ipo katika kata yake. Zaidi ya nyumba 200 jana ziliingiliwa na maji. Maana zile nyumba ambazo ziko kando ya mto Kanoni. Ndio. Lakini akasema jitihada zinaendelea kufanyika kuweza kuona hao watu wanakaa maeneo gani, yani ambayo ni salama, yani kuwahamisha kutoka kwenye nyumba zao. Sasa fahamu ya kwamba na leo mvua imenyesha na inaendelea kunyesha. Tunavyozungumza hivi tunaona wingu limetanda. Sasa hatuwezi kujua ni pengine adha namna gani ambayo wataendelea kuipata watu wa Mkigusha,
lakini diwani alituambia kwamba wanaendelea kupambana kuweza kuona namna gani watu waweza kunusuru, lakini mpaka jana hakuna taarifa yoyote ya madhara labda pengine kwa binadamu inaweza kutokea, labda vifo na nini, lakini ni maji kuingia ndani ya makazi ya watu. Tulipozungumza na diwani wa kata ya Bakoba Mheshimiwa Shaban Rashidi, akatuambia barabara ya Kasarani ilifungwa jana. Nadhani mpaka leo bado imefungwa kwa sababu pale kuna karavati, ile karavati lina chepusha maji kuingia mto Kanoni, ambapo ni moja kwa moja kusogea mpaka ziwani, ziwa Victoria. Lakini ile karavati ilijaa maji yakawa yanapita juu, kwa hiyo ile barabara ilifungwa. Hakuna tena kupita kutoka Kasarani kwenda Buyekera kuja mpaka Nyakanyasi na kuelekea mjini. Sasa barabara ile ifungwa, na barabara nyingine ambayo ilikuwa inatumika ama njia ambayo ilikuwa inatumika ya muda ambayo ilikuwa inatumika shortcut kwenda mjini ni ile ya Shabridini penyewe palifungwa, maana ile daraja na chenyewe kile kidaraja kidogo cha mkoloni kilijaa maji. Kwa hiyo watu wa Buyekera wakawa kama wako kisiwani. Ina maana walikuwa hawezi kuvuka. Inabidi wapite moja kwa moja warudi Nyakanyasi kuja kupita Uswahilini kuingia mjini kati. Ama warudi tena kama ni kwa mguu warudi Kashula wapande, washuke ndio wapite daraja kubwa la Kasarani waende mjini kati, au wapite huko Jimkana waingie mjini kati. Kwa hiyo unaona ni adha kiasi gani ambayo pengine tuendelee kuipata ndani ya manispaa ya Bukoba na maeneo mengine ambako hizi mvua zinakoendelea kunyesha, barabara zinakatika, hazipitiki. Kwa hiyo kile kijua kilichowaka pale ile jioni jana akijisaidia kama kilisaidia labda kilisaidia kwa asilimia ndogo sana. Na leo tena ikaamkia kidogo ikapiga. Kwa hiyo tunaendelea pia kuwafahamisha wale wananchi ambao wako katika maeneo hayo, ambao wako maeneo hayo walau waweze kuona ni hatua gani ambazo zinachukuliwa za kuweza pengine kuepusha madhara ambayo yanaweza yakatokea. Ndio. Sasa tunamshukuru sana Sadiki ambaye ameweza kutufahamisha kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale katika daraja la Kitema pale, maeneo hayo ya Kitema hapo kwa shule ya Ruikiza. Ndio. Pengine baadaye tutamtafuta tuweze kuzungumza naye atuambie kwa undani zaidi